Mtazamaji wa Nakivona Sports, hapa niliposimama mimi ni geti namba D, geti la kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa, na upande huu nilosimama ndio upande unaotumika na mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Maana yake ni kwamba niko upande wa timu mwenyeji kikanuni wa mchezo uliokuwa ukitarajiwa kuchezwa baina ya Yanga dhidi ya klabu ya Simba, na isivyo kupendeza na isivyo vizuri, kwa masikitiko makubwa napenda kutangazia umma wa Tanzania na wapenda soka kupitia Nakivona Sports kwamba mchezo wa miamba hii miwili ya Dar es Salaam Kariakoo ni rasmi, haupo. Hakika bundi amesimama juu ya dabi ya Kariakoo na mchezo huu hautaweza kufanyika hapa, na hiyo inasema hayo ni kinukuu taarifa rasmi kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa bodi ya ligi, ambao taarifa hii naomba nikuletee kwa ufupi namna ambavyo inasema. Taarifa hii inasema: taarifa kwa vyombo vya habari, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipata shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kwenye mabano Young African Sports Club versus Simba Sports Club. Lakini taarifa hii inaendelea kusema kwamba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Paragrafu ya pili inasema hivi, ama aya ya pili inasema: katika shauri hili ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Naishia kunukuu aya mbili ambazo zinatoa picha ya kwamba mchezo uliokuwa upigwe baina ya klabu ya Yanga wakiwa uwanja wao wa nyumbani kikanuni dhidi ya watani klabu ya Simba haupo. Inaumiza na kusikitisha, maana ya kwamba Watanzania wengi, mashabiki wa vilabu hivi vikubwa viwili, tayari wamenunua tiketi, tayari wamefika hapa tangu asubuhi mapema, lakini taarifa hii inakuja mchana huu ya kwamba mchezo huu hautokuwepo. Nani tumlaumu? Nani tumle nyama? Ni nani tumfunge kengele? Nani wa kulaumiwa kutokana hili? Uzembe ni wa klabu hizi mbili za Simba na Yanga, ama uzembe upo kwa mamlaka za soka, ama uzembe ulikuwa uko wapi? Hayo sio ya kwangu, hayo ni ya mamlaka husika, wana nafasi ya kutolea ufafanuzi. Lakini maeneo haya mashabiki na wanachama vilabu hivi vikubwa viwili wapo kwenye simanzi kubwa. Mashabiki wa Yanga wanasema kwamba mashabiki wa Simba wamewakimbia, huku mashabiki wa Simba wakisema kwamba wao waliondolewa kimchezo na vurugu walizofanywa na mashabiki wanaojulikana kwa jina maarufu la makomando wa Yanga. Hichi unachokiona hapa kinatosha kusema kwamba mchezo huu hautokuwepo mpaka pale taarifa itakapotoka tena. Hatujui utapigwa lini, hatujui nini ambacho kitaendelea, lakini tujue pale siku ya jana majira ya usiku klabu ya Simba walitoa taarifa kwa umma kwamba kuna mazila wamefanywa, hivyo hawako tayari kuja kucheza mchezo huu hapa leo. Lakini pia kupitia Instagram page ya klabu ya Yanga, wao walitoa taarifa rasmi kwa umma kwamba mchezo huu upo muda ule ule, saa ile ile na uwanja ule ule. Lakini taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kupitia TFF, inasema mchezo huu abadani asilani hautokuwepo siku ya wanawake duniani, kimaanisha hautakuwepo siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Haifurahishi, haifurahishi. Inatoa picha mbaya sana kwa ustawi wa klabu zetu kubwa za Simba na Yanga. Dabi ya Kariakoo inabeba taswira ya mpira wa nchi hii. Kama yupo aliyefanya uzembe, ni vyema sana mamlaka zikafanya kazi yake. Kama makosa yapo kwa mtu A, basi asichekewe, na kama mapungufu yapo kwa mtu B, basi asichekewe. Naweza kusema ni kwamba huzuni ni kubwa na mashabiki wa maeneo haya hawana furaha. Mimi ni Isike Freddy na hawa ndio mashabiki unaweza kuwasikia, unaweza kuona namna ambavyo huzuni yao ni kubwa. Cha kusema ni kwamba unasemaje? Mamlaka irudishe hela. Toa hela. Mimi nimeshatoa hela ngapi? Nimetoa 10,000. Tiketi 10,000. Mchezo upo sasa. Kwa nini sasa? Tayari tangazia kabla ya. Sasa mnatangazaje leo kwamba mechi imeahirishwa?
Inalishwaje? Wewe ndo kabokoto yako. Wanirudishie tu hela yangu. Wanirudishie hata 10,000 tu, 10,000 tu. Kutoka wapi? Nimetoka Katavi. Katavi mpaka Dar es Salaam. Na mechi haipo. Ndio la gharama shilingi ngapi? Nimetumia kutoka Katavi mpaka Dar es Salaam. Kwenye gari waga ni 79,000. Haya, jumlisha kupanda daladala kuja hapa ni shilingi ngapi? Hela kibao. Warudishe hela. Wewe shabiki timu gani kwani? Shabiki timu gani?